Watu 8 wote wakiwa raia wasadikika kufa na wengine wengi kuripotiwa kujeruhiwa vikali kwa mlipuko wa bomu inayoelezwa ni kutokana na ndege isiyo na rubani ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa wakazi wa Uvira, tukio hilo lilifanyika saa 8 mchana wa Jumatano Januari 14 kwenye mgahawa unaoitwa Blue Cat upatikanao kando ya bandari ya Kalundu, wilaya ya Kalundu, manispa ya Uvira mjini. Sele Marega Marcele, mwanaharakati wa haki za binadamu, amesema mlipuko huo umechanganya watu na mpaka sasa ukweli halisi bado kufahamika ikiwa umetokana na ndege ya FARDC au la, kwa kuwa mara kwa mara mabomu husikika mjini humo, milimani na kusini mwa mji huko Kigongo na Katongo. Upande wake mwanaharakati huyu wa haki za binadamu, kuna idadi kubwa ya waliofariki na wanaojeruhiwa. Mimi ni Sele Marega Marcele, niko coordonnateur national wa organisation Les Leaders Unis pour le changement de mentalité et le développement. Ni shirika la wateteaji wa haki za binadamu au meme titre ke Human Rights Watch na zingine mashirika ambazo zinatetea haki za binadamu. Niko hapa mjini Uvira. Ni ukweli ilikuwa jana saa 8:30 tumekuja kuona bomu inaripuka katika mji wa Uvira, komine ya Kalundu na quartier Kalundu karibu na port, kunyumba moja ama mgahawa ambao naitwa Blue Cat. Na taarifa ambazo tunazo kabisa za kina sasa hivi zinasema kwamba nyumba imebomolewa na kuna majeraha wengi, kwa sababu wamoja wamelazwa kwenye General Hospital hapa Uvira na wengine kuna ripotiwa maafa kabisa ya watu wa kutosha. Labda kwamba kiwango hatujafahamu, lakini kuna ripotiwa maafa na kuna mablesse na nyumba imebomolewa moja kwa moja. Taarifa ambazo tunazo ziko mchanganyiko, kwa sababu kuna taarifa ambazo zinasema kwamba kuna drone ya FARDC ambayo ilikuja kubombarde, ndo taarifa tulipata za kwanza. Lakini tulipofanya uchunguzi kuna nyingine nasemekana kwamba hapana, ni wenyewe waasi wa M23 wenye wanashikilia mji wa Uvira ndo walikuwa wakipima silaha yabo kubwa, na wakati peut-être ilibasemble kuwa difficile kumanipule, ndo pale kwenye iliripuka na walikuwa ndani ya mgahawa huu ambao walikuwa wakizoea kuikalia, na ile silaha ikaripuka, ndio kenye kilisababisha kwamba na nyumba ibomoke na watu wafariki na kupatikane pia watu wenye kuumia. Ni kweli kwamba kulikuwepo na kikao cha M23? Mimi siwezi nikathibitisha kabisa, kwa sababu tunavisoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi sina uhakika, kwa sababu najua kwamba hili ni mahali ambako walikuwa wakizoea kupumzika na kupata chupa moja ya baridi, lakini kusema kwamba kulikuwa kikao mimi siwezi nikathibitisha kabisa, kwa sababu sina uhakika huo. Na kwa sasa hali ikoje katika mji wa Uvira? Mji wa Uvira tumeamuka leo, kulikuwa mabomu sehemu za Kigongo, sehemu za Luhanga na milima yenye kuinukia village ya Kigongo, ndo kulikuwa kunalia mabomu na silaha budogo warasharasha, lakini havukudumu muda mrefu kwa sababu ilikuwa ni saa 1 ya asubuhi, na saa 2 ilipofika bomu hizo zilinyamaza. Mpaka sasa hivi Uvira kuko kimya kabisa na watu wanafanya kazi yao kama kawaida. Lakini kipindi cha mwezi 1.5 sasa M23 umetangaza kuondoka katika mji huo. Vipi tena wanaonekana? Mimi nadhani kwamba ni ukweli walitangaza kwamba wameondoka, na tumeona mizigo wakifungusha kabisa mizigo yao wakiondoka, lakini ni vigumu zaidi kuthibitisha kama jinsi government ya Kongo inasema na shirika za kimataifa. Ni vigumu kusema kwamba wameondoka, kwa sababu mpaka hivi wanaendeleza mapambano kwenye milima ya Uvira na kwenye sehemu ya sud, yani ya kusini ya Uvira. Na hapa Uvira ndani tunaona wenye kuvalia sare nyeusi na wenye kuwa na silaha nzito. Donc ni vigumu kusema kwamba wameondoka, na wakati tuko tunawaona wakivalia sare hizo nyeusi ndani ya nchi, lakini nasemekana kwamba ni mapolisi zao na hata maafisa zao wa intelligence wako hapa jijini Uvira. Vyanzo vya jeshi la taifa FARDC vyathibitisha kwamba walisambaratisha kikao kilichoitishwa na M23, wakitaja maasimu wao walikuwa katika mpango wa kivita wa kutaka kubomoa ngome ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo ipatikanayo Makobola katika tarafa la Fizi, kwa lengo la kutaka kusonga mbele hadi Baraka mpaka Kalemi, tuhuma zinazotupiliwa mbali na M23. Na Kalinta de Karako, mmoja kati ya wanahabari wa chumba cha mawasiliano
mawasiliano na habari cha jeshi la taifa FARDC SIFA kwenye sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Baraka, alisema darubini zao zilijua kuhusu kikao hicho na ikawapasa kukisambaratisha. Anasema kuna maafa na manusura kwa walioshiriki kikao hicho na kwa majirani. Mavitu vyao ambao inafichama sisi tulishaona zote. Preuve contraire ile yenye ilikuwa ya kuweza kufanya reunion ya leo inafanyika pale Kalundu mnajua kama ni pale Uvira, wako nafanya reunion pale drone ikapiga leo hii. Donc vers 15h drone ikafanya kazi pale, drone ya FARDC ikafanya kazi. Cela veut dire que wale ambao walifanya ile kitendo tayari mbegu mabaya ishatoka, na hiyo mbegu ambayo tuliko nayo tujue kwamba watatusaidia na sisi pia tuwasaidie kusudi yale ambao wako nafanya kwa kuweza kutufikisha leo a partir ya Katongo itusaidie tuweze kufika tena kama Nyola, kama force ya interposition atakuya batukute dia tucha kwa niveau ya Goma ya Bukavu, itasaidia wananchi kwa kuweza kubaki librement kwenda hata Bukavu kununua vitu kwa kuweza kusaidia watoto. Huwa hiki no watoto wasome sababu gani? Sababu ya maisha ambao tunakuwa nao. Tutumaini hii jeshi haiko tena, hii jeshi ilikuwa ni jeshi yenye iko juu ya kuweza kusaidia nchi yetu ya Kongo tupate amani mteritori yetu ya Uvira na Fizi. Vyanzo vilivyo karibu sana ya M23 tupilia mbali madai hayo na kusema kuwa kikao hakikuwahusu na kisingefanyika eneo kama lile la Kalundu kwenye Blue Cat ikiwa kweli ingekuwa ni wao wametisha kikao hicho, wakitaja ni propaganda za serikali ya Kinshasa kwa kuwa wao wapo Uvira. Huku wakuu wengine viongozi wa M23 tuliojaribu kuwatafuta kwa njia ya simu wakijizuiza kusema lolote kuhusu tukio hilo. Vyanzo vya hospitali kupitia mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Uvira Daktari Panzu Nimi havikutoa takwimu yoyote ya manusura waliofika hospitalini, wakijifasiria kuwa ni siri inayotakiwa kufichuliwa tu na utawala uliopo maeneo. Hakijizuiza kutamka lolote, msemaji wa M23 Bwana Oscar Balinda siku chache zilizopita aliviambia vyombo vya habari kuwa vikosi vyao vilijiondoa mjini Uvira yapata mwezi na juma sasa, swala linalopingwa na serikali ya Kinshasa. Sisi tumesha kutoka mjini Uvira, tumesha kuondoka. Ile mambo tuliachia facilitation wapatanishi wa Qatar na Amerika. Wakati tumeondoka tumesema haiko vizuri FARDC na wazalendo na wengine wenyewe wanawasaidia warudie ndani ya mji wa Uvira. Haiko vizuri kwa sababu walikuwa wanaleta usalama kidogo kwa wakaaji, sana kwao wa Kitusi wao Wanyamulenge. Unajua ilikuwa shida kubwa. Sasa hata wakawaji wengine wote uliona walifanya maandamano, wiko wanasema hawataki FARDC na wazalendo na wengine warudie ndani ya mjini wa Uvira. Juu wanaleta chaos, wanaleta usalama mdogo, wanakosesha watu amani, wanapora vitu yao, wanawakamata wanawake kwa kinguvu. Unaona kisi wamefanya makobola. Ile kwa vitu yenyewe haiko vizuri na hatupendi wakaaji wetu waendelee kuona ile mambo. Ndio maana tumebeba ile mambo kwa patanishi. Tangu tarehe 9 Desemba mwaka 2025 mpaka sasa wanafunzi wa shule za Kipusi, za msingi, za kisekondari na vyuo vikuu hawasomi katika mji wa Uvira kutokana na usalama mdogo, huku wakahazi wakilalamikia pia kuripuka kwa njaa baada ya kufungwa kwa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, ambapo raia jirani wa maeneo hayo walizoeana kwa ubadilishwaji wa biashara mipakani, ila pia katazo la usafiri wa boti kutoka mji wa Baraka na maeneo mengine yanayodhibitiwa na utawala wa Kinshasa katika Kivu Kusini kujielekeza Uvira.